ambacho unakifanya, kila ambacho unafanya hakifanikiwi, kinakufa. Chochote unachokianzisha kinakufa, kinaishia njiani, hakifikii malengo, hakifikii hatima ambayo umeikusudia. Ni saa ambayo Bwana anakusudia kuleta uzima juu ya mambo yako ambayo yameharibiwa. Iko mipango mingi ambayo umeipanga, lakini mwisho wake imeharibika, haijafikia maono ambayo Mungu ulikuwa unayatazamia na ambayo Mungu alikuwa akiyatazamia katikati ya maisha yako. Shetani ameleta uharibifu, shetani ameleta mateso, shetani ameleta magonjwa katika maisha ya watu. Watu wameishi katika hali ya mateso, watu wameishi katika hali ya kutokuwa na matumaini, ya kutokuwa na msaada. Lakini nataka nikwambie, hii ndio saa ya kupata msaada. Hii ndio saa ya kukimbilia kwa Yesu. Hii ndio saa ya kumwamini Yesu. Hii ndio dakika za kufanya maamuzi ya kumpokea Yesu ili awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Maana tumesoma katika Injili ya Yohana sura ya kwanza kuanzia mstari wa kwanza mpaka ule mstari wa 5. Biblia inasema ya kwamba hapo mwanzo palikuwako na neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa ni Mungu, wala pasipo yeye hakuna chochote kilichofanyika. Na ndani yake ndimo ulimekuwamo uzima, na ule uzima ulikuwa nuru ya watu. Biblia inasema ya kwamba nayo nuru yang'aa gizani, wala giza haikuliweza. Isikilize, yako mambo mengi ambayo umeyafanya kama tumaini, lakini bado hayajaleta msaada, bado hayajawa jawabu sahihi katika maisha yako, bado hayajawa jibu sahihi katika maisha yako, katika ndoa yako, katika afya yako, juu ya uchumi wako. Umejaribu kila namna, wakati mwingine umetoa kafara za kila namna, wakati mwingine umefanya matambiko ili biashara iende, lakini bado mambo ni magumu, hakuna namna ya kufanikiwa. Nataka nikwambie, yuko Yesu ambaye ana uwezo wa kubadilisha maisha yako. Yuko Yesu ambaye ana uwezo wa kuondoa kila giza kwenye maisha yako. Yawezekana ni watoto wako hawaeleweki, wanakwenda mashuleni lakini hawaeleweki. Nataka nikwambie, maana ziko madhabahu za kifamilia ambazo zimekamata uzao wako, zimekamata watoto wako. Sikiliza, yuko Bwana, yuko Yesu Kristo ambaye anaweza kuyabadilisha maisha yako. Yuko Yesu Kristo ambaye ana uwezo wa kugeuza historia ya maisha yako, maana ndani yake ndimo kulimokuwamo uzima, na ule uzima ni nuru ya watu, nayo nuru yang'aa gizani, wala giza haiwezi kitu. Yesu akiwa ndani yako, Yesu akiingia ndani yako, hakuna giza litakalotawala maisha yako. Hakuna madhabahu ya kifamilia, madhabahu ya kiukoo itakayosimama na kufunga maisha yako, maana maisha yako umeyaachilia kwa Bwana. Yeye aliye nuru anayaangaza maisha yako. Katika kitabu kile cha Isaya, ukiendelea kusoma mstari wa 2, anasema, maana tazama, giza litafunika dunia na giza kuu litafunika kabila za watu, bali Bwana
atakuzukia wewe na utukufu wake utaonekana juu yako. Anasema bali Bwana atakuzukia wewe na utukufu wako utaonekana juu yako. Sikiliza na mtazamaji ambaye unaendelea kutazama, nataka nikwambie ya kwamba Bwana analo neno kwa ajili yako. Hii ndio saa yako, hii ndio saa yako ya kuinuka mahali ulipo, ya kuinua imani yako juu ya Yesu Kristo aliye hai, maana ndiyo nuru ing'aayo gizani, wala giza haiuliwezi. Yesu peke yake ndiye uzima wa kweli. Yesu peke yake ndiyo salama ya kweli. Dhambi ni giza, maana yake giza linaleta upofu. Dhambi inaleta upofu. Dhambi inafanya watu wasione baraka za Mungu, wasiuone mkono wa Mungu juu ya maisha yao. Ndiyo giza, na Yesu alikuja ili watu wapate kuokolewa, watu wapate kusamehewa, watu wapate kutakasika, watoke katika uovu, watoke katika dhambi, watoke katika kila namna ya mateso, wafanyike kuwa viumbe vipya, wafanyike kuwa viumbe vipya, wageuzwe maisha yao katika jina la Yesu. Nami ninatamka sasa, nami ninatamka kama niliyetumwa na Bwana katika kipindi hiki ili nizitangaze dakika za uzima, dakika za uzima mahali ulipo. Haijalishi ni wapi ambapo unatufuatilia, inua imani yako, jiambatanishe tu pamoja nami, na iko nguvu ya Bwana mahali ulipo. Ninaponena nasikia nguvu ya Mungu inakushukia, nasikia uweza wa kiungu uko mahali hapo. Nuru ya Bwana inayaangaza maisha yako, nuru ya Kristo inayaangaza maisha yako, wala usihangaike kwenda mbali. Yesu yuko mahali ulipo, ni wewe kuamini tu, ni wewe kuamini tu, ni wewe kuamini tu. Ukimwamini tu, anasema yote yanawezekana kwake yeye amini. Yote yanawezekana. Haijalishi uko katika giza la namna gani, haijalishi unapita katika pito la namna gani ambalo kila ukitazama huoni mlango wa kutokea, haijalishi uko katika mazingira gani. Inawezekana ni ugonjwa, ni miaka mingi imepita. Sikiliza, huu ni wakati wa kumwangalia Bwana. Hii ni saa ya kuinua imani yako ndani ya Yesu Kristo. Yeye kwa dakika moja, yeye kwa sekunde moja aweza kuponya, aweza kubadilisha, aweza kugeuza utu wako wa dhambi, utu wako wa dhambi, maisha yako ya dhambi, akayageuza ukawa mtu mwingine, ukawa mtu mwingine. Ni wewe kuamini tu. Inawezekana, inawezekana. Watu wengi wakati mwingine wanashindwa kupokea, wanapiga hesabu ya miaka walioteseka, ya miaka walioteseka. Wanasema haiwezekani, haiwezekani. Lakini nataka nikwambie, inawezekana, inawezekana, inawezekana. Tazamaji wangu, mahali nuru ya Bwana. Najua yako mambo yamekuwa ni magumu kwenye maisha yako, lakini sikia, huu ni wakati ambao Mungu anakusudia kufanya jambo. Mahali popote ambapo unafuatilia, mahali popote ambapo unasikia, hebu fuatana na mimi katika maneno haya. Sema, Bwana Yesu, mimi ni mtoto wako, nahitaji Yesu uingie ndani ya moyo wangu, kalete uzima ndani yangu.
kila nguvu ya dhambi na kiu ya dhambi ikaondoke ndani yao. Uzima wako na uwe ndani yao, na kuamini Yesu, maana unaweza. Asante Yesu kwa kuniangaza, kwa kuyaangaza maisha yangu. Nataka nikuombee mahali. Baba Mtakatifu, asante kwa neno hili ambalo umenipa kwa ajili ya mtazamaji huu. Baba, mahali alipo, ninasi nuru yako ikamuangaze. Kila teso, kila ugonjwa, kila kifungo, kila nguvu ya adui juu ya maisha yake, kwa jina la Yesu, kila giza lililomiliki maisha yake ninaliondosha kwa jina la Yesu, na kuruhusu nuru yako iyaangaze maisha yako, iyaangaze maisha yake. Awe mzima kwa jina la Yesu, afunguliwe kwa jina la Yesu, atakasike kwa jina la Yesu, apokee uzima kwa jina la Yesu. Mateso yaondoke ndani yake katika jina la Yesu Kristo. Mungu uliye hai, asante kwa sababu uponyaji wako uko juu ya mama huyu, uko juu ya baba huyu, uko juu ya kijana na binti, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Baba, ninamleta mbele za uso wako. Ninaomba neema yako na nuru yako vikaendelee kuangaza katika nyumba yake, katika ndoa yake, katika biashara yake, katika kazi zake, kwa jina la Yesu Kristo. Kila mahali alipofungwa, natamka afunguliwe sasa, natamka afunguliwe sasa. Kila madhabahu iliyoshikilia maisha yake, natamka hiyo madhabahu ipasuke vipande vipande, ipasuke vipande vipande kwa jina la Yesu Kristo. Bali neema yako Bwana na iangaze juu ya maisha yake, utukufu wako Bwana na uyafunike maisha yake, maana Mungu amekuamini na kukupa nafasi katika maisha yake. Uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Mungu akubariki mtazamaji wangu. Shalom, shalom. Amen.